Hizi ni malighafi ambazo tunatumia katika utengenezaji wa sabuni ya maji. Kwa hiyo andaa diary yako, andaa karatasi yako, andaa kalamu yako. Tunaenda kuorodhesha malighafi moja baada ya nyingine, ikiwezekana na kazi zake pia. Kwa hiyo mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Loudness Enterprises. Awali ya yote kabisa nimekuandalia vitabu viwili vya ujasiriamali ambavyo vinaweza vikakusaidia mjasiriamali ambaye unapenda kupiga hatua. Mbali na hivyo vitabu viwili, nimeandaa darasa la WhatsApp ambalo linafanya kazi kubwa sana ya kuwasimamia wajasiriamali, kuwaongoza, kuwapa connection ya vifungashio, malighafi zako kupatikana, michanganuo ya bei, na nunuaje, na uzaje, na fungashaje. Kwa hiyo karibu sana. Ukinitext kupitia WhatsApp namba 0783 500971 nitakupa utaratibu mzuri zaidi aidha kuweza kujifunza darasa hatua kwa hatua kwa usimamizi wa mwalimu, au nakala ya kitabu cha Miliki Kiwanda Chako ambacho kina bidhaa 28, au nakala ya kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira ambacho kina bidhaa 18 ndani yake. Kwa karibu sana kwenye ujasiriamali. Hii ni kutoka Loudness Enterprises. Kazi yetu kubwa ni kukuza vipaji vya ujasiriamali au kuwajengea uwezo wa watu ambao wanapenda kujifunza ujasiriamali. Kwa hiyo twende pamoja. Msikizaji, katika utengenezaji wa sabuni ya maji tuna viambata vingi mno ambavyo tunavitumia. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza kutumia viambata 15, mwingine 10, mwingine 8, mwingine 5, mwingine 12. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu ya aina ya formula ambaye anatumia mtu husika au kwa namna alivyofundishwa. Ile cha kuzingatia, kitu cha msingi na cha maana zaidi, zingatia faida ambayo unaipata katika uzalishaji wa bidhaa hiyo, kwa sababu uzalishaji wa bidhaa yoyote, ikiwa unazalisha kibiashara, lazima utarajie kupata faida. Na faida katika utengenezaji wa sabuni ya maji iko hivi: ikiwa nitawekeza mtaji wa 40,000 katika sabuni ya maji, lazima nikipiga hesabu zangu baada ya kutoa product ile nipate 40,000 nyingine ambayo iko nje na 40 ya kwanza ambayo nimetumia kama mtaji. Hivyo basi, kama umetumia 40,000 katika kununua malighafi zako, utakapouse ile sabuni yako lazima upate 80,000. Ikiwa utapata chini ya hiyo, angalau basi isipungue chini ya 70,000. Ikiwa chini ya 70,000, maana yake hiyo formula haitakufaa wewe kuitumia kibiashara. Kwa sababu katika uendeshaji wa uzalishaji wa sabuni ya maji kuna gharama ziko nyingi sana. Kuna gharama ya muda ambayo unaitumia, kwa sababu hauwezi kutengeneza bidhaa ikakamilika leo na ukapeleka sokoni leo ikauzika yote, hapana. Unaweza ukapeleka sokoni leo product ikachukuliwa ukaambiwa kwamba hela inatoka baada ya wiki moja, au unaweza ukauza dumu 2 zikabaki dumu zingine ukauza eza kwa wiki. Wakati mwingine kwa kwanza kama hauko vizuri kwenye marketing zaidi, inaweza ikachukua hata mwezi au miezi miwili. Kwa ni muhimu sana kuzingatia swala la faida wakati unafanya uzalishaji. Na haya yote yanapatikana katika vipindi vyangu au madarasa yangu kwa ajili ya kuwaongoza wajasiriamali katika hatua ambayo wanaweza kuzipitia ili kuweza kumake money kwa kutumia uzalishaji wa sabuni ya maji. Sasa jambo la kwanza ambalo napenda kulisema, huwa tunatumia Siles au unga roll. Kwa hiyo kaandika namba 1 Siles au unga roll. Na hii hapa ni kiambata mama ambacho kinatumika zaidi katika utengenezaji wa sabuni ya maji. Jambo la pili, tunatumia chumvi au sodium chloride. Hii hapa inatumika pia kama kuvunja Siles, lakini pia wakati mwingine inatumika kama kuongeza uzito katika sabuni yako. Jambo lingine, tunatumia sulfonic acid. Sulfonic acid hii ni acid ambayo inatusaidia sisi kutakatisha nguo, aidha kutakatisha wakati sabuni inatumika, aidha kudekia, kufulia, au katika matumizi husika yaliyokusudiwa katika upande wa hiyo sabuni. Jambo lingine, tunatumia soda ash light. Soda ash light hii ambayo tunaitumia kazi yake kubwa ni ku neutralize acid, ili kwamba mtumiaji atakapotumia sabuni yetu basi asiathirike iza kwa kuchubuka mikono au kupata changamoto tofauti na hizo kama vile changamoto za ngozi na kadhalika. Lakini pia lazima tuwe na perfume, lazima tuwe na glycerin, lazima tuwe na CDE, lazima tuwe na cup booster, lazima pia tuwe na rangi, na kingine ambacho ni cha muhimu zaidi, lazima tuwe na preservative ambayo itatusaidia kuhifadhi sabuni yetu isiwahi kufanyaje ku expire. Preservative inatusaidia product yetu iweze kukaa muda mrefu zaidi sokoni pasipo kuharibika. Inatunza bidhaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hapo tunaweza kutumia DMDM, lakini tunaweza kutumia pia citric acid, tunaweza kutumia sodium benzoate. Zamani pia watu walikuwa watumia formalin, lakini kwa sasa hivi formalin
haitumiki. Kwa hiyo hivyo ni viambata muhimu sana ambavyo unaweza kuvitumia katika uandaji wa utengenezaji wa sabuni yako. Je, ungependa kufahamu vipimo ili uanze uzalishaji wa ujasiriamali wenye faida? Karibu sana inbox kupitia 0783500971. Nitakupatia utaratibu mzuri. Hii namba usipige, tuma SMS kupitia WhatsApp namba hiyo, nitakusaidia. Nitakupa utaratibu wa kupata nakala ya kitabu chako cha Miliki Kiwanda Chako. Nitakupatia msaada pia wa kuingia katika madarasa yetu na kupata kitabu cha ujasiriamali ni ajira. Karibu.